Mashua ya habari inaendelea kufuatilia tukio lililotikisa taifa baada ya familia yenye asili ya Kitui kupatikana imefariki ndani ya nyumba yao eneo la Saika, Nairobi. Kisa hiki ambacho sasa kimegeuka kitendawili kikubwa cha uchunguzi kinahusisha vifo vya Justus Wambua Kaviu, mkewe Tabitha Kathini na binti yao Stacy Kiluti. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, miili ya familia hii ilipatikana ndani ya nyumba yao ikiwa haina dalili za mapambano ya wazi, jambo ambalo limefanya wachunguzi kuongeza nguvu kwenye uchambuzi wa kina wa mazingira ya tukio, mienendo ya siku za mwisho na vyanzo vya ushahidi wa kidijitali. Timu ya makachero kutoka Njiru Sub-County tayari imechukua simu, kompyuta na vifaa vingine vya mawasiliano vya familia hiyo kwa uchambuzi. Uchunguzi wa kimaabara unatarajiwa kubainisha kinagaubaga kama kulikuwa na matumizi ya sumu, kukosa hewa au tukio la kutumia nguvu za kimwili kabla ya vifo. Mashahidi wa karibu wakiwamo majirani wameielezea familia hii kama watulivu, wasiokuwa na migogoro ya wazi na waliokuwa wakiishi maisha ya kawaida bila malalamiko ya majirani. Hakuna kinachoashiria endapo familia hii ilikuwa kwenye mgogoro wa ndoa, matatizo ya kifamilia au changamoto za dhiki ya kiakili. Hata hivyo, ripoti za mwanzo kutoka baadhi ya vyanzo vya habari zinaashiria uwezekano wa mshukiwa mmoja wa familia kuhusika na tukio kabla ya kujidhuru, lakini polisi wamesisitiza kuwa hakuna hitimisho hadi uchunguzi wa kitaalamu ukamilike. Kwa upande mwingine, jumuiya ya Kitui imegubikwa na simanzi. Wengi wameiona familia ya Wambua kama nguzo ya upendo, kioo cha utulivu na mfano wa ustaarabu. Maombolezo yamejaa Nzatani Migwani, mahali ambapo familia inapangiwa kuzikwa katika siku chache zijazo. Tayari mipango ya kusafirisha miili kutoka hifadhi ya KU Funeral Home inaendelea. Mazishi yanatarajiwa kuwa tukio kubwa la faraja, lakini pia maswali mazito yanazidi kuibuka. Ni nini hasa kilichotokea? Ni nini kilichosababisha familia nzima kupoteza uzima ghafla? Je, kulikuwa na dalili zilizopuuzwa? Je, jamii ina jukumu gani katika kutambua ishara za hatari kabla majanga kama haya kutokea? Katika kipengele cha uchunguzi, fonte ya mashua ya habari imearifiwa kuwa polisi wanatarajia matokeo ya uchunguzi wa mwili postmortem ambayo yatatoa mwanga wa kwanza kuhusu chanzo cha vifo, ikiwa ni suffocation, poisoning, physical harm au sababu nyingine ya kimazingira. Matokeo haya ndiyo yatatoa mwelekeo wa uchunguzi wa hatua inayofuata. Huku uchunguzi ukiendelea, wataalamu wa masuala ya kijamii na kiakili wanasisitiza umuhimu wa ushirika wa jamii, kuwepo kwa utambulisho wa mapema wa ishara za matatizo ya kisaikolojia na kusukuma mbele ajenda ya msaada wa akili kama sehemu ya kawaida ya usalama wa familia, kwa sababu tafiti nyingi zinaonyesha kwamba mara nyingi majanga ya kifamilia hutanguliwa na ishara ndogo ambazo jamii hutazama juu. Mashua ya habari pia inafuatilia kile ambacho sasa kinazungumzwa kutoka kwa marafiki wa familia hii. Wengi wanamtaja marehemu Stacy kama msichana aliyekuwa mpole, anayeheshimu watu na mwenye uwezo wa kuwasaidia wengine. Kwa upande wa Tabitha, wengi wanamkumbuka kama mama mwenye moyo wa upendo na msaada. Kuhusu Justus, ndugu zake wameeleza kuwa ni mtu aliyekulia katika misingi ya maadili, mwenye bidii na mcha Mungu. Ni taswira ambayo haileti urahisi wa kuunganisha kwa dhana za mapema za vifo vya ghafla. Hata hivyo, mashua ya habari inakumbusha watazamaji uvumi, hisia na nadharia za mitandaoni si sehemu ya uchunguzi rasmi, na kwa sasa kinachohitajika ni subra hadi polisi waeleze hitimisho la kitaalamu. Kwa sasa Saika imegeuka eneo la kutafakari. Mlango wa nyumba ya marehemu umewekwa chini ya ulinzi, huku shughuli za uchunguzi zikiendelea ndani. Ni hali inayowaacha majirani wakiwa na mshangao, woga na maswali mengi yasiyo na majibu. Kwa upande wa serikali na wadau wa usalama, tukio hili linafungua mjadala mpana kuhusu salama ya familia mijini, upweke unaochochewa na maisha na ukosefu wa mifumo ya mapema ya kusaidia familia zinazopitia changamoto kimya. Mashua ya habari itaendelea kufuatilia kwa karibu, hatua kwa hatua, kutoka uchunguzi wa miili, maendeleo ya polisi hadi taarifa ya mwisho kuhusu chanzo cha vifo. Hii ni taarifa ambayo si tu inahitaji umakini wa kitaifa, bali pia inatoa nafasi ya taifa kujiuliza maswali mazito kuhusu mustakabali wa familia nyingi zinazokabiliana na changamoto
zisizoonekana machoni. Haya ndiyo yaliyotufikia katika safari ya leo. Mashua ya habari inaendelea kuchunguza, kuripoti na kuangazia. Endelea kufuatilia na hakikisha unajiunga nasi kwa taarifa nyingine zenye uzito na uthibitisho. Na kama hujapata kusubscribe, fanya hima. Pia turn on notification ili kupata habari pindi tu zinapochipuka.